Taifa la Mungu, shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mwingine Mungu anafunua manabii, anafunua unabii, anafunua mambo mbalimbali. Na leo nitakwenda kuzungumza nabii huu ambao Mungu amenipatia, unabii wa kuwepo kwa mjumbe wa agano, wajumbe mbalimbali ambao Mungu amekuwa akiwatumia. Nilikuwa katika maombi nikiuliza sana juu ya nyakati hizi ambazo tunaishi, wakati ambao kila sehemu ni machafuko, kila sehemu ni matatizo, kila sehemu ni shida, amani haipo. Kwa mtu wa kiroho, kwa mtu ambaye unatazama kesho, unapata hofu juu ya kesho. Unapata hofu, kesho kuna nini? Kwa hali hii tunaelekea wapi? Mwisho wake ni nini? Basi nilipata maono haya. Niliona ilikuwa ni siku moja, kama ni siku ya sikukuu hivi. Katika siku hiyo niliona nipo nakaa nyumba moja na mtu mmoja pamoja na watu wengine, tuko nyumba moja. Kwa mujibu wa maono haya, tulikuwa tunakaa pamoja kama ndugu, kama familia. Kuna mtu mmoja ambaye baadaye Roho alinifunulia kuwa ndiye Nabii Musa. Niliona ametoka kidogo katika hapo nyumbani, alielekea mahali fulani. Baada ya muda si mrefu alirudi, lakini nyuma yake kulikuwa kuna watu wengi walimfuata. Wengi kati yao walikuwa ni wanawake. Ni watu wa kawaida, sio matajiri sana kwa muonekano. Yaani kwa muonekano sio matajiri, ni watu wa kawaida ndio waliomfuata. Baada ya hapo aliwakusanya wale watu. Aliwaambia, kazi yenu ni kulipeleka jina huko mwendako. Mjue tangu dunia kuwako hajawepo nabii mkubwa kama Musa na Elia. Nami Musa nipo mbele yenu leo. Hivyo nendeni mkawaambie wote, Musa na Elia wapo, wamerudi. Nabii huyu aliendelea kuwaambia watu wale kuwa mambo mengi yanakuja ambayo hakuna mtumishi yoyote wa Mungu atawaambia. Ninayo injili ya siri na injili ya wazi. Ninayo injili ya watu 10 na injili ya mtu mmoja. Ninayo injili ya taifa na injili ya dunia. Ninayo injili ya wakati wa amani na wakati wa vita. Ninayo mambo mengi ambayo hapana mwingine atakayewafunulia isipokuwa mimi. Mimi ni Musa. Aliendelea kusisitiza. Pia aliendelea kusema kwamba kiwaambia wale watu, mnaporudi maeneo yenu, mjue na kuwatangazia wote kuwa Musa yupo. Nuru mnayoitafuta Mungu ameipitisha kwangu. Ninayo mengi ya kuambia ambayo hamtayasikia popote ila kwangu tu. Mimi ni Musa. Wakati huo wote mimi nilikuwa juu. Nilikuwa nafata nazi. Kuna mnazi mmoja ulikuwa hapo nyumbani, umeota pamoja na mlimao. Kwa nilikuwa nafata nazi juu ya huo mnazi. Na juu yake nilikuta nazi kavu kabisa, kavu. Yaani zimekaukia juu. Nilizidondosha, niliziangua zile nazi. Lakini cha ajabu hazikutua chini. Sijui nilitumia uwezo gani, lakini nilisema kwamba kwenye ule mnazi uliambatana na mlimao. Kwa hiyo nikawa naziweka kwenye matawi ya chini kabisa ya ule mlimao bila kupiga sauti. Wakati nafanya hiyo kazi kule, huyo Nabii Musa ndio alikuwa akizungumza na wale watu. Bila shaka nilihofia kupiga kelele ili watu wale wasije wakapoteza usikivu kumsikia mjumbe huyo. Kwa hiyo niliangua nazi nyingi, kama yapata kama 10 au 10 na kitu kama 20 hivi. Nikazishusha zikawa katika matawi ya chini kabisa, kiasi kwamba hata mtu akiwa chini anaichukua.
Kwa hiyo baada ya kumaliza nikashukia kwenye mlimao, maana iliambatana, iliota pamoja na mnazi. Nikiwa nimesimama pale, yani nikiwa nimefika kwenye ule mlimao ili naendelea kushuka chini, na huyo mjumbe Nabii Musa alikuwa amemaliza kuongea na watu wale. Baada ya hapo aliwaambia kwamba wanapoondoka wapitie pale kwenye ule mnazi, wachukue nazi kila mtu moja moja, waende mahali wanapoenda. Niliona kila mtu amepita pale, amechukua zile nazi zote moja moja mpaka zile nazi zote zikaisha. Nazi zote ziliisha kabisa. Kwa hiyo hivyo ndivyo, baada ya hapo kila mmoja akarudi nyumbani kwake. Hii ni taarifa ya Mungu kutufunulia au kunifunulia uwepo wa nabii wake, uwepo wa mjumbe wake. Mjumbe Nabii Musa na Elia wamerudi duniani, wamerudishwa kwamba wapo. Baada ya kuomba, Mungu akanifunulia haya ya kwamba ni wakati sasa wa watu kujua ya kwamba Musa na Elia wapo hapa duniani, wapo wanatenda kazi hapa duniani, wapo katika majukumu yao. Mungu amewarudisha. Mungu amewapa kibali tena cha kuja kulikusanya na kulitumikia kanisa kwa nyakati hizi za mwisho. Hii ni taarifa kwa dunia, hii ni taarifa kwa watu wa Mungu, hii ni taarifa kwa kila moja. Upate kujua ya kwamba Musa amerudi. Musa wa Agano la Kale amerudi. Elia amerudi. Wote wapo na wanatenda kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu amewafunua sasa mbele yetu ili tupate kuwajua, ili tupate kujua ya kwamba wapo. Basi niwashukuru sana kwa haya. Kazi yangu mimi ni moja tu. Kila ninachopewa ni kukifunua na kukifikisha kwa watu. Hapa ni siri za ufalme wa Mungu, ambapo Mungu amekuwa pamoja nasi katika mambo mengi. Nasi hatutaacha kusema chochote ambacho Mungu anatuambia. Utuvumilie tu. Kiwe kizuri tutakufikishia, kiwe kibaya tutakufikishia. Maana ndivyo Mungu anavyotufikisha taarifa kwa watu wake. Mungu akubariki sana. Ujue ya kwamba nimekuambia leo hivi ya kwamba Mungu amesema wajumbe wake Musa na Elia wapo duniani, wamerudi. Nyakati zile, nyakati hizi, zama hizi ni zama za nyakati za mwisho. Hivyo Musa na Elia wamerudishwa. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Amen.